yangu. Yes. Yo, yani naamini msanii wote atakaa mbele yangu na mpitua. Kama msanii gani ambaye unaona ikikaa mbele yako atakuwa ni wa kwanza kupituliwa na wewe? Kama Janja Nesto akikaa mbele yangu na mpitua. Janja Nesto? Yeah. Unahisi yeye akikaa mbele yako akichelewa unampitua? Yeah, na uwezo kumpitua kabisa. Kipi ambacho kimesababisha mpaka uone hivyo? Kwa sababu Janja Nesto ni underage sana kwangu, kwa uwezo wa kuandika, uwezo wa kutengeneza vocal. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Bimamba TV, na kwenye mic upo na JR tena kwa mara nyingine, na leo nimetembelea maeneo fulani hivi ya Kinyamwezi zaidi. Na leo nipo na kati ya vijana wapambanaji, pia ni kijana tunaweza kusema underground, ni chipukizi ambaye amekuja kwenye muziki wa sanaa. Na pia kwa majina ningependa nitambulishe mwenyewe, maana kwa majina mwenyewe sijapata kumfahamu. Na pia na wengine hamjapata kumfahamu zaidi, ningependa nitambulishe mwenyewe kwa majina. Mambo vipi? Shwari. Shwari. Harakati nzuri. Kwa majina Boxing. Ningependa pia watazamaji wetu ambao hawajafahamu wengine pia na labda mashabiki wengine ambao hawajapata kufahamu, ungewaeleza kidogo wewe ni nani? Mimi ni mwimbaji ambao umeanza siku hizi. Pia ni kipi ambacho kimekusababisha wewe kuingia kwenye muziki? Kwanza ni kitu kinaniweza muziki. Ndio kimenishawishi mpaka nimeingia kwenye muziki. Ulianza kugundua kipaji chako ukiwa na umri wa miaka mingapi? Yaani miaka kama 10 hivi. Kama miaka 10 hivi nikagundua kama na uwezo wa kuimba. Ila nilikuwa bado najihusisha kwenye mpira tu. Kwenye mpira. Vipi changamoto za familia kujua kwamba wewe umeingia kwenye muziki? Hakuna changamoto yote ambayo ilitokea wala mzozano fulani hivi? Changamoto hazipo kwa sababu kwa familia yetu ni familia inapenda muziki sana. Ndio maana walichukulia kitu simple tu. Kitu simple. Na umefanya muziki umefanya muziki nikizani kama ni muziki, sijui ni mimi nishaona muziki mmoja. Ila sijui kama ni muziki mingapi ambayo ipo sasa hivi ambao umeshaitoa ipo YouTube. Ni nyimbo moja tu. Nyimbo moja ambayo ndio umeshaifanya. Na tunaongelea pia kwenye muziki, kila msanii huaga na changamoto ambayo anapitia. Unahisi ni changamoto gani ambayo umeipitia sana kwa wakati huu ambao umeingia kwenye muziki na pia umeachia ngoma yako? Changamoto kubwa ni kukataliwa na watu na kukawia kuchelewa kurekodi studio. Kwa sababu nilienda studio afu nikakuwa natembezwa kama mtoto hivi. Yaani hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa kabisa kwenye maisha yangu, kwenye maisha ya muziki. Kwenye changamoto nyingine pia hamna changamoto ambayo unapitia tofauti na hiyo? Na pia tuongelea labda wewe kama wewe kwenye msimamo wako hapo mbeleni, miaka mingapi inakuja kufuatana na jinsi umejiona wewe. Na labda ni utofauti gani kwanza ambao umeshaona ambao upo nao kwa sasa hivi kwanza? Utofauti kwa sasa sijaelewa hiyo swali mzee. Yaani ulipoachia ngoma yako wewe, kuna utofauti gani ambao umeuona tofauti na mwanzoni? Sasa hivi nimeona kama mafans wamekuja wengi kwa sababu hapo nyuma sikuwa na subscribers wengi kwenye account yangu. Ila mimi kuacha nyimbo yangu nimeona kama masabu wamepanda sana. Wamepanda sana. Na unahisi nani ambaye anakusupport sana na kipi ambacho kinakusupport wewe mpaka umejulikana kwa muda huu hapa kwetu nyumbani? Kusema kweli, yani mwenye support sasa hivi kwa upande huo kama promotion kama nini asina kabisa. Unajipambania peke yako? Najipambania peke yangu tu. Kwa kufuatana na jinsi unavyojipambania peke yako, tukiangalia miaka 2, miaka 3 inayokuja hapo, ni kipi ambacho unatamani kuja ukifanya, wala ni msanii gani ambao unatamani uje ufanye naye ngoma? Mimi natamani nifanye tu na Final Vibration, nifanye na Diki, nifanye na wasanii wengi tu, ni wengi tu. Wengi. Kutokana na jinsi umeanza na wewe bado ni chipukizi, unahisi ni kiasi gani wala ni nguvu gani ambayo umekuja nao mpaka sasa hivi ambao unahisi labda unaweza kuwa unamshinda msanii fulani hivi wala unaweza kuwa unamzidi kwa kitu fulani hivi? Kwanza mimi nimekuja na vocal zangu. Yes. Yani naamini msanii wote atakaa mbele yangu na mpitua. Kama msanii gani ambaye unaona ikikaa mbele yako atakuwa ni wa kwanza kupituliwa na wewe?
Kama Janja Nesto akikaa mbele yangu nampitua. Janja Nesto. Yeah. Unahisi yeye akikaa mbele yako akichelewa unampitua? Yeah, na uwezo kumpitua kabisa. Kipi ambacho kimesababisha mpaka uone hivyo? Kwa sababu Janja Nesto ni underage sana kwangu. Kwa uwezo wa kuandika, uwezo wa kutengeneza vocal. Yupo chini sana. Ni hivyo tu ametangulia kwenye muziki mbele yangu. Ametangulia kwenye muziki kabla yako yani. Pia tunaweza kuongelea labda watu wengine hawajui ni kipi ambacho unakifanya lakini hawakielewi. Pia tunaweza kuongelea wewe umetoka wapi, jina lako halisi, wazidi kupata zaidi unatokea wapi na ni nani, wangepata kufahamu zaidi. Mimi jina langu halisi naitwaga Demule. Yani mimi ni pacha fulani. Sasa ndio jina langu halisi, yani ndio uhalisia wangu kabisa. Mimi ni mtoto wa pili kwenye familia yetu. Yeah. Tunaweza kuongelea pia, naweza nikarudi pale pale so Holy One ambaye unatamani pia kuja kufanya naye sasa kutoka kuachia ngoma yako hapa. Holy One ambaye unatamani kuja kufanya naye hapa kwetu nyumbani, yani msanii bora ambaye unahisi kwako ni bora kwako. Unatamani collaboration ya kwanza unatamani ufanye naye ni msanii gani? Dikereli. Nani? Dikereli. Dikereli. Jina sio ngeni sana, mimi sijampata. Diki. Yani Diki. Yeah. Poa, sio shida sana. Sio shida sana kivile. Pia naweza nikasema mimi sitakuwa na mengi ya kuongea sana. Ningependa utoe neno moja kwa mashabiki pia na watazamaji ambao wanatucheki hapa kwenye TV yetu. Naomba zidi kutusupport kwa sababu sisi bila watu wezi. Yeah, tunazidi kuomba support yao tu. Support yao ndo natamani. Yeah, support yao naitamani sana. Pia kwa neno moja kwa wasanii wenzako. Wazidi kunifuatilia kwa sababu nachokuja nacho nakuja badilisha muziki wa Kibembe. Unahisi unakuja kubadilisha muziki wa Kibembe? Yeah, nakuja kubadilisha kabisa. Pia mimi sina mengi ya kuongea. Ningependa malizie jina lake kwa mara ya mwisho ambao wakusikia mwanzo wasikie kwa mara ya mwisho hapa. New Vox Mr. Pull Up. New Vox. Bane, bila kusahau kwenye mic upo na JR na nyuma kamera upo na Defender OG. Bila kusahau usisahau kusubscribe, like na comment na kushare video zetu kwa wengi zaidi. Asante sana.